Peace. We Mwafrika, jitafakari. Chanzo cha kukosa nguvu yako ni nini? Sababu ya wewe kukosa nguvu ni nini mpaka leo hii umekuwa dhaifu kiasi hicho? Umekuwa dhaifu kiasi kwamba huwezi kutengeneza ajira, huwezi kutengeneza fursa. Akili imekuwa dhaifu kiasi kwamba huwezi kuumba vitu. Yaani huna uwezo wa kukaa ukafikiria vitu na ukavizalisha kutoka kwenye mawazo kuja kwenye ulimwengu wa kawaida. Umekuwa dhaifu kiasi kwamba haujikubali kama wewe ni mrembo ama ni mzuri, mpaka uweke vitu vya ziada kichwani kwako, uweke nywele za ziada kichwani kwako, uongeze vitu kwenye kucha, kwenye mwili, ubadilishe mpaka rangi yako Mwafrika. Huo ni udhaifu mkubwa ambao ina maana wewe hujaelewa kabisa thamani ulionayo, ukubwa ulionao, umuhimu na uzuri na urembo ulionao. Hujatambua maarifa makubwa ulionayo. Hayo ni madhaifu ya sisi wa Afrika kwa kiwango kikubwa sana. Lakini kuna udhaifu mkubwa ambao umesababishwa kwenye akili zetu Afrika. Udhaifu kwamba hatujawahi kuwa na Mungu. Hicho ndo chanzo cha udhaifu wote. Kama unatafuta sababu ya anguko la Mwafrika, hicho ndicho chanzo cha anguko la Mwafrika. Kama unatafuta ni wapi tulianza kufeli kama binadamu wa Kiafrika, hapo ndipo tulianza kufeli, kwamba hatujawahi kuwa na Mungu. Ila Mungu ni yule ambaye tuliletewa, Mungu ambaye tulikuja tukafundishwa, yaani Mungu wa kufundishwa. Tukafundishwa rangi ya Mungu, tukafundishwa picha ya Mungu, tukafundishwa sheria za Mungu, tukafundishwa vitabu vya Mungu, tukafundishwa kila kitu kuhusu huyo Mungu. Kwa Mungu wa kufundishwa ndiye sisi tunayemtambua, lakini yule Mungu wetu wa asili ambaye alikuwepo kwa mababu na mababu na mababu huko nyuma, huyo sio Mungu. Hiyo ni mizimu, huo ni ushetani. Hapo ndipo chanzo kilipo cha kutojipenda, kutojikubali, kutojiheshimu, kutojiendeleza, kutotengeneza fursa, kutoumba vitu, kutokuwa wajenzi wa vitu, kutokuwa na maarifa makubwa. Tumekuwa dhaifu sana kwa sababu tumeipoteza ile nguvu ya asili. Tumepoteza yale maarifa ya asili. Tumepoteza miungu wa mababu zetu na mabibi zetu. Tumepoteza hekima za mababu zetu na mabibi zetu. Hapo ndipo tulipoanguka. Hicho ndicho chanzo cha uharibifu wa akili zetu. Hicho ndicho chanzo cha uharibifu wa hisia zetu. Hicho ndicho chanzo cha uharibifu wa miili yetu. Na hatimaye aliyeleta huyu Mungu wa kigeni na akatufundisha, basi ndicho chanzo cha kuanguka kwa roho zetu, nafsi zetu zile. Kwa Afrika tumebaki tunatangatanga, tumebaki tunateseka, tumebaki hatujui sisi ni nani, hatujipendi, hatujithamini, hatujielewi,
hatujikubali, hatuna picha yetu, hatuna urembo wetu, hatuna tamaduni zetu. Urembo tulionao ni ule ambao aliyeleta Mungu na akatufundisha. Pia alitufundisha urembo kwamba lazima uongeze nywele, lazima uongeze kucha, lazima ubadilishe rangi yako ya mwili. Aliyeleta mafundisho ya Mungu ndiye aliyetufundisha utamaduni wake. Kuna jinsi ya kuabudu Mungu, kuna jinsi ya kuabudu malaika, kuna jinsi ya kuabudu mitume, kuna jinsi ya kujitibu. Aliyeleta huyu Mungu pia akaleta na utamaduni wa kujitibu, kwamba tujitibu kwa kutumia njia zake. Madawa na tiba zote ziwe za kwake. Za kwetu ni za kipumbavu, ni za kipuuzi, ni za mizimu, hazifai. Kwa kila kitu sisi tumeambiwa, hata chakula, kwamba aliyeleta huyu Mungu akaja na aina ya chakula ambacho sisi inabidi tule, ndo tujione kwamba tumefanikiwa maisha na tunakula vizuri. Tukaanza kula vyakula vyake. Vya kwetu ni vya kipuuzi, vya kipumbavu na vya zamani, vya mizimu, havifai. Aliyeleta hii picha ya Mungu na maandiko ya Mungu pia akaleta jinsi ya sisi kuvaa, kwamba ili tujione tumependeza na tumefanikiwa katika mavazi, lazima tuvae kama yeye alivyotufundisha. Tuvae tai, tufunge suti, tuvae viatu vilivyotengenezwa kwake, nguo zilizotengenezwa kwake, na tujione kwamba tumefanikiwa. Na pia hata mfumo wa elimu ulikuja kwa lengo hilo, kwamba lazima tukubali alichokuja kutufundisha yeye ndicho chenye thamani, isipokuwa elimu ya kwetu sisi ni upumbavu, ni upuuzi, isipokuwa elimu ya kwake ndio yenye thamani. Na ukisoma hiyo elimu utapewa kazi, ukisoma hiyo elimu utasafiri, utaenda kwenye ardhi yake, ukisoma hiyo elimu utaheshimika na utakuwa umefanikiwa. Lakini elimu yetu sisi ni ya kipumbavu, ya kipuuzi, ni ya mizimu na haina thamani. Kama unatafuta anguko lako binafsi, liko pale ulipokubali kupewa Mungu wa bandia. Tumuite hivyo, Mungu wa bandia. Mungu aliyekuja na meli, Mungu aliyeletwa kwenye vitabu, Mungu aliyekuja watu wakafanyiwa unyanyasaji mkubwa ili kumkubali, watu wakafanyiwa maumivu, wakasababishiwa mateso ili wamkubali, watu wakalazimishwa kukataa mila, utamaduni, kukataa sayansi zao ili wamkubali huyu Mungu. Hapo ndipo anguko lilipo. Na kama tunataka kunyanyuka, kurudi kwenye maarifa, kwenye nguvu, kwenye utambuzi, kwenye mamlaka, lazima turudi kwenye mababu na mabibi. Lazima turudi kwenye mila na utamaduni. Lazima turudi kwenye asili yetu. Lazima mtu mmoja mmoja, wewe mmoja mmoja, ufanye juhudi ya kurudi kwa njia yoyote. Labda urudi kwa kupitia chakula unachokula, kiwe cha Kiafrika. Urudi kwa kupitia urembo, ujikubali jinsi ulivyo na utafute sayansi yako ya Kiafrika ya kuwa mrembo zaidi. Urudi kwenye mavazi, uanze kuvaa mavazi ya Kiafrika, na yako mengi na mazuri na yanauzwa bei ghali sana huko Ulaya, lakini hapa unaambiwa ni ushamba. Unaambiwa hujapendeza, hauruhusiwi kuingia baadhi ya sehemu ukiwa umeyavaa. Lazima urudi kwenye tiba, utambue kabisa tiba zetu zina nguvu, na kweli mpaka sasa hivi kuna watu wanatibiwa, kuna watu wanasaidiwa na hizi tiba.
Lazima urudi kwa kufikiri kwamba wewe ni Mwafrika mwenye nguvu, mwenye maarifa. Akili yako hii lazima uanze kuituliza kwa kutumia meditation, kwa kutumia vyakula, kwa kutumia utamaduni na mila. Lazima uanze kufikiri Kiafrika. Lazima ufikiri Kiafrika. Kama tunataka suluhisho na majibu ya kweli, lazima tuanze Kiafrika, kwa sababu mazingira tuliyowekwa ndipo kuna majibu yetu. Mazingira tuliyowekwa ndipo kuna suluhisho zetu. Mazingira tuliyozaliwa nayo Afrika ndipo kwenye maarifa yetu, ndipo kwenye hekima yetu. Mazingira tuliyozaliwa Afrika ndipo kwenye Mungu wetu. Hatuwezi kujitenganisha na mazingira ya asili ambayo Afrika tumewekwa. Peace.